Faida ya kwanza, hutufanya kuwa mashahidi wa Mungu ulimwenguni. Kwa lugha nyingine, mtaani unapokaa, wanapokuona umepiga poda yako, unakakia tu huko hivi, unanaka mkoba hapa, unaenda ibadani, wakikuuliza mama wapi? Kwa Mungu. Tayari unamtangaza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo faida ya kwanza. Tunakuwa mashahidi kwa ulimwengu au kwenye mitaa yetu. Wakikuona kijana umechomekea, umenyoa vizuri, hujasuka rasta, unaenda kanisani, lazima watakutamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faida ya kwanza hiyo. Matendo 1:8. Usihame hapo hapo. Mstari mmoja tu soma. Haraka mama. Hawa watu wanataka wakafue nguo za watoto. Lakini mtapokea. Ndio. Haleluya. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na ujasiri kwenye misiba, utaombea chakula. Utawaambia wamayo litaki, Baba bariki chakula hiki, bariki aliyeandaa na wanaoenda kukitumia katika jina la Yesu. Amen. Watu wanaanza kushangaa, kama yokana kaka saliji. Tayari umeshamtangaza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sio unaenda kwenye mavikundi, kwenye matukio, wewe ndio wa kwanza kuchukua nyama. Hata kumwambia Yesu bariki chakula hicho unaona aibu. Yeye watanijua mimi nimeokoka. Unajua walokole ambao hawajaokoka kisawasawa huwa wana wasiwasi wakunimana. Sasa ukiona una lugha hiyo, ujue bado haujaokoka. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe ujasiri. Haleluya. Ukiwa na ujasiri, popote pale unaongea maneno ya Mungu. Kwenye misiba utaongea neno la Mungu. Harusini utaongea neno la Mungu. Kwenye hisa utaongea neno la Mungu. Kabla mjaanza kikao kwenye hisa wanawaambia jamani, tunamkaribisha Mungu ili wale ambao wana nia ya kutudhulumu tunawasafirisha kwa jina la Yesu. Nafungua kikao kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa unaona tu watu wanarejesha kwenye hisa, wanarejesha. Kumbe wewe ndio unayekilinda kile kikundi. Bwana Yesu asifiwe. Tujiamini, tutembee na huyu Yesu, maana Yesu wetu ni wa thamani. Amenitoa, amekutoa, amekutoa kwenye ulevi, amekutoa kwenye umalaya, amekutoa kwenye ukahaba. Kana Yesu. Haleluya. Amen. Faida ya pili, chap. Faida ya pili, hututia nguvu ya kushinda vita ya kiroho. Luka 10:19. Zimebaki 2 mama, nataka kumaliza mimi. Nataka kumaliza, bado dakika zangu 9. Hizo zitakuwa zimeshatosha. Faida ya pili, hututia nguvu ya kushinda vita ya kiroho. Luka 10:19. Chapu. Mchungaji umepata, umsaidie katibu. Chukua na maiki hapo. Tukiwa na Biblia, vijana tuwe na Biblia. Mimi nitawanunulia. Sawa jamani? Nitawanunulia Biblia. Mimi wanapenda vijana. Vijana mkiwa na Biblia, kanisani kwetu pale huwa naona mpaka wanashindana kusoma Biblia. Ukisema soma tu Luka, wananyanyuka hata 10. Unaanza tu kujichagulia. Dada soma. Karibu mchungaji. Neno la Mungu linasema, haleluya. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Hapo. Kaa mama, ameeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Hututia nguvu Roho Mtakatifu. Anasema hivi, nimewapa kukanyaga nge na nyoka. Anamaanisha nini? Unaombea, usiogope mchawi. Mchawi akija usiku, anakuta kuna maji kwenye nyumba yako. Mchawi akija usiku, anakuta gari, ataliloga gari. Akija usiku anakuta miti. Akija usiku anakuta liukuta. Anasema kana kakalogi. Kalogi gete.
Yaani akiwa anakuona hivi, mkikutana naye, Mayo Madela, anakuogopa kwa sababu una nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka mchawi hakufati. Ukiokoka hakuna zile dada. Hamna. Yesu asifiwe. Haleluya. Sheria ya mwanamke ni kutongozwa. Lakini ukiwa na Yesu, wanakuogopa kama ukoma. Kabitaga kalokole baba. Hii utawaona tu. Wanaanzisha mada nyingine tu. Hakuna wa kukwambia dada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uliyembeba ni wa thamani. Hawawezi wakakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Mama, Mayo, walogi, kumwako ndoho. Haleluya. Ukitaka kulala muite Yesu hata kwa maneno mawili. Bwana Yesu, ninalala kwenye hichi kitanda changu cha moja kwa moja. Ninahitaji ukilinde kunguni waliomo humu wasining'ate, ili kesho niamke nikiwa mzima niendelee kukutumikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kanisa la Mungu? Amen. Ya tatu, utuwezesha kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni yapi? Ni yale maisha ya kuacha dhambi. Kama ulikuwa mlevi, ukija humu hakuna tena naonze. Sijui kama ulikuwa mlomolomo. Unajua ulomolomo ndo mbaya. Ulomolomo ndo haribu maisha ya watu. Dada kanakuja. Nikwambie, yani kamesha tunga tayari. Ameacha sufuria la wali. Anakuja kwako. Na wewe anataka uache sufuria la wali ili muungane, ili wali ukiungua, huyu mwanamsoga akija akukande, akupige, alafu yeye afurahi kwa sababu amekufanya umeunguza wali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utuwezesha kuishi maisha matakatifu. Hakuna kusikiliza ulomolomo. Hakuna kusikiliza masengenyo. Hakuna kurudia vitana vya zamani. Hakuna kusema nilikuwa natembea na mwanashija. Hakuna kusema nilikuwa na maganga. Ukija kwa Yesu, wakina maganga unawakuta wengine. Haleluya. Tunataka uvae shela. Tunataka utandike suti. Unalishwa keki mbele za watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana jamani? Amen. Ukiwa kwa Yesu, nilikuwa sina kitambi. Unaona? Malaya unafikiri ananisogelea hapa. Hawezi. Yaani hawezi. Mwambungu amsogelee na kile kitambi. Wakati mama mchungaji kazi yake ni kuomba, Baba uliye juu mbinguni, ulinipa huyu mwambungu kutoka Mbeya. Sitaki anapopita barabarani aanze kuangaliwa na vile vyenye midomo ya kuchongoka, vimepaka rangi mwili wote. Sitaki. Katika jina la Yesu, hata kule kazini walimu wenzake wamuone kama mwanaume mwenzao. Kwa jina la Yesu ninakanyaga nguvu za tamaa. Baba anarudi kazini akiwa mzima. Yesu asifiwe. Akifika, mume wangu pole na kazi. Asante mke wangu, chukua maji ukaoge kwanza, ndio uje utandike wali na samaki. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wamama wana kazi kubwa kutuombea sisi wababa. Wababa tulishachanganyikiwa kitambo. Hata kwenye Biblia unamwona yule jamaa, unamjua yule jamaa? Yule jamaa alikuwa na mwili, unamjua ni nani? Mchungaji wasaidie. Acha Goliati. Yule bwana aliyekuwa anarubuniwa na yule dada Samsoni. Unaona, alilegea. Kwa hiyo sisi bila kuombea na wake zetu tunalegea. Amen. Wewe mama wanafanya wewe unafikiri mchungaji anapenda kabisa apoteze mali yake? Wewe hawezi. Eti kazi tu kuomba kumwambia Mungu. Inamshinda hiyo kazi unafikiri? Sema kusema tu kwamba kwa jina la Yesu
Yesu, Mungu arudi salama hapa. Sio kazi kwake. Sio kazi kwa, kama anabeba tumbo miezi 9. Leo kuomba tu kwamba Mungu arudi salama hapa. Hiyo ni kazi kweli? Mchungaji, hiyo ni kazi? Sio kazi kwake, najua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utuwezesha kuishi maisha matakatifu, yale ambayo sio ya kujichanganya changanya. Leo mara upo kwa nani? Kwa Mwanakanwa. Kesho upo kwa Udagara. Kesho kutwa upo huko. Ukija hapa sasa, inua miko, yani sisi tunasema huyu dada ndo yeye. Kumbe ulikuwa jana kwa Mwanakanwa. Bwana Yesu asifiwe. Haya sio maisha ambayo anayapenda Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapenda maisha ya utakatifu. Haleluya, haleluya. Yes. Tukae tutulie. Ukitaka nywele za kufika huku kwa Yesu zipo. Fanya kazi tu. Hela za kupewa ziache. Akikupa anataka na yeye. Utaweza? Linakuja mpaka nyumbani. Mayo lulu kinehe. Umeshakula 20 yake, umeiweka hapa kichwani. Litakutafuta kwenye visima, mashineni, kwenye ibada kama hizi. Nikishaona tu, koja. Aliza tu. Yesu asifiwe. Tuishi maisha matakatifu. Nywele tutazipata humu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiwa na cha kwako ambacho umekifanyia kazi, hauwezi ukawa na mashaka, unakuwa unatembea kwa kujidai. Haleluya. Amen. Galatia 5 chap. Kimebaki kipengele kimoja.